wa iqamu salah, na nguzo ya pili ni kusimamisha swala tano. Ama nguzo ya tatu, wa itau zaka, ni kutoa zaka. Hadithi muttafaqun alayhi. Neno zaka kilugha ya Kiarabu lina maana ya at-taharatu wan-namaa wal-baraka. Zaka ina maana ni tahara, kujisafisha, wan-namaa, na kukua kwa kitu, ndiyo maana ya zaka. Lakini pia wal-baraka, zaka pia ina maana ya baraka. Kwa hiyo tunapozungumzia zaka kilugha, maana yake at-taharatu wan-namaa wal-baraka, ni usafi, kujitaharisha na kukua kwa kitu, lakini pia na kitu hiko kinakuwa na baraka. Ndiyo maana ya neno zaka kwa lugha ya Kiarabu. Wa amma istilahan au wa amma shar'a, na amma kisheria, neno zaka lina maana ikhraju hissatin muqaddara, ni kutoa fungu lililokadiriwa, min mali mahsusin, kutoka katika mali maalumu, fi waqtin mahsusatin, katika wakati maalumu, tena litaifatin au jihatin mahsusa. Zaka hii inatolewa kwa kundi fulani au kwa watu maalumu ambao sheria imewaambia watu hawa wapewe zaka. Hukumu zakati, hukumu ya zaka, fardhu ainin, ni faradhi ya lazima. Fardhu ainin ala kulli man tawaffarat fihi shurutul wujub, ni faradhi ya lazima kwa kila mtu ambaye zimefika kwake yeye au zimekamilika kwake yeye zile sharti zinazompasa atoe hiyo zakatu. Wahia, na hizo sharti zenyewe, al-Islam, kwanza anayetoa awe ni Muislamu, lakini pia wal-hurriya, yule anayetoa pia awe ni mtu huru, kwa maana sio mtumwa. Ama sharti ya tatu, milku nisab, huyu anayetoa zaka anatakiwa amiliki kile kiwango cha zaka. Lakini pia sharti nyingine, hawalanul hauli, ni kupinduka kwa mwaka, fima, kupinduka kwa mwaka katika zaka ya vitu ambavyo maada zururi, ukitoa mimea, wathimari, na zaka ya matunda, warikazi, na zaka ya rikazi, vile vitu vilivyofikiriwa kipindi cha nyuma. Lakini pia wa zakatul fitri, na zakatul fitri, hizi hazilazimu mpaka upinduke mwaka. Zaka ya mimea inatolewa, zaka ya matunda inatolewa, zaka ya rikazi. Rikazi ni mali ambayo imeokotwa, ilikuwa katika sehemu, labda sehemu za watu walikuwa wanaishi, wakafukia pale dhahabu au vitu vingine vyovyote. Wewe ukaenda ukaipata mali hii, basi hailazimu mpaka upinduke mwaka, bali unalazimu pale pale unapoipata, basi uitolee zaka kama itakuwa imefikia kiwango chake. Ndugu zangu katika imani, ama mali zingine zilizobakia, miongoni mwa hizo ni mali za biashara, dhahabu na fedha na wanyama na mali zingine. Hizi zote miongoni mwa masharti yake ni hawala